Kutangaza ushindi katika eneo la adui. Kutangaza ushindi katika eneo la adui. Mara nyingi wapendwa, katika Biblia ushindi wa Mungu unatangazwa si wakati vita imeisha, lakini mara nyingi hata kabla ya vita vyenyewe havijaanza. Yaani ni jambo la kufurahisha sana kwamba ajabu zaidi ni kwamba Mungu mara nyingi anatangaza jambo ambalo alionekani kama linawezekana. Mbona inakuwa hivyo? Yaani anapotangaza ushindi kabla ya vita vyenyewe, ni mahali inaonekana kwamba ni ngome ya mwovu shetani. Ni muonekano wake ni kwamba ni mahali shetani amekita mizizi. Hapo ndipo Mungu mara nyingi anatangaza ushindi wake kabla hata pambano lenyewe lichafanya nini? Alijaanza. Kwa hivyo ndio maana ningependa leo nikuhimize kwa somo hilo kwamba je, unaelewa hivyo kwamba Mungu wetu anatangaza ushindi katika eneo la nani? La adui, hata kabla vita vyenyewe havijaanza. Kwa hivyo ushindi huko katika msalaba, ushindi huko kwa Mwokozi wetu, kwa maana ni yeye ametangaza. Unajua, hii ni kauli ya imani ambayo tunapaswa kuwa nayo, na sio tu imani tu, hata ujasiri, na sio tu ujasiri tu, hata utawala wa ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo ni kauli ambayo tunastahili kama Wakristo jijivunie kuhusu ushindi wa Mungu, kwa sababu ni kauli ya ujasiri na imani kwa ufalme na utawala wa Mungu wa mbinguni. Kwa hivyo nakukaribisha kwa ajili ya somo hili la kipekee tunapoomba ili tubarikiwe pamoja. Uinuliwe Mungu mkuu. Hakika wewe ni wa ajabu. Umetangaza, unatangaza na utazidi kutangaza ushindi hata katika eneo la adui. Tupe ujasiri leo, tupe imani leo, na tuvute karibu sana tuelewe na kuamini jambo hili kwa jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Amen. Katika Biblia ninafurahi sana kwamba nikuletee ujumbe huu ili kuhimiza na kutia nguvu. Naomba nikusomee kauli tunapoendelea. Mungu huwa anageuza eneo la vita liwe eneo la ushindi, na eneo la adui liwe madhabahu ya utukufu wake. Nilifurahia na hilo somo kwamba Mungu ugeuza eneo la vita liwe la ushindi, na anageuza eneo la adui linakuwa madhabahu ya utukufu wake. Hiyo ni jambo linanifurahisha, kwa maana mara nyingi shetani anakandamiza watu wa Mungu, wanakata tamaa, hawaoni kama inawezekana. Leo nakukumbusha, Mungu ametangaza ushindi katika eneo la adui. Vipi sasa? Mfano, angalia katika Biblia, kitabu cha Kutoka. Waisraeli wametolewa katika utumwa Misri, wamefika katika jangwa, na wanapotembea mbele bahari ya Shamu, kando kando milima, na nyuma yao jeshi la Farao linakuja kwa kasi na utisho mkuu la kuangamiza. Hawana mbele, hawana nyuma, hawana pa kukimbilia. Walikuwa wamefungwa, lakini katika hali hiyo ambayo ilionekana ni ngome, ni eneo la adui, Mungu alisemaje? Alisema, hawa mnaowaona leo, hawa wanajeshi wa Kimisri hamtawaona tena. Anaponena hivyo, wako nyuma, pambano lijaanza, hawajui kitakachoendelea. Alitamka ushindi, alinena ushindi kabla ya ushindi wenyewe. Mfano mwingine, Joshua na ukuta wa Yeriko. Yeriko ni eneo ambalo lilikuwa la adui. In fact, ni ngome ambayo haipenyeki, kwa maana ilikuwa imetengenezwa kweli ngome, kuta za nguvu ambazo zilikuwa zipenyeki kabisa. Lakini je, ni nini litendeka? Kwa ishara ya imani, Mungu akawaambia, zunguka mara moja kwa kila siku, bila silaha, bila mahangaiko, ishara ya imani. Swali ni je, matokeo yalikuwa yapi? Yaani, kumbuka somo linasema kutangaza ushindi katika eneo nani? La adui. Kwa hivyo ni kuonyesha kwamba wakati mwingine Mungu anaweza kutangaza na anatangaza ushindi, lakini pia anataka wewe na mimi mara nyingi kama watoto wake ambao tumemuona akifanya mambo, anakutaka wewe na mimi tutangaze ushindi, hata kama ni kwa juujuu kabla ya ushindi mwenyewe kuonekana.
Yaani wewe ni mgonjwa, tangaza kwamba hata kama shetani amenikandamiza, nimepona kwa jina la Yesu, hata kama hujaona uponyaji. Kweli ni karo imenikosa, nitaipata. Mtoto ataenda shule hata kama uone njia. Yaani Mungu anasema tangaza ushindi kijuju hata kabla uone ushindi wenyewe. Yaani Mungu anataka tuwe na imani iliyo hai, imani ambayo haiyumbi hata katika hatari ya mauti. Mungu atusaidie tuwe na hiyo imani na tutangaze kabisa. Kumbuka mfano mwingine katika Biblia, mnakumbuka Daudi na Goliath. Israeli wamewekwa kwenye tambarare, yani umekuwa ukikutana upande na upande mwingine. Jeshi la Wafilisti, jeshi la Israeli wanakutana kila siku. Ni kejeli kutoka kwa upande wa Wafilisti. Daudi yeye analisha kondoo, lakini alipokuja akaona kinachoendelea, alisema nini? Maandiko inasema alisema ni nini inaendelea? Yaani ndugu zake walimkejeli, wakasema umekuja tu kutokejeli hapa, uliachia nani wale kondoo? Lakini yeye alitangaza ushindi. Alisemaje? Ni nani hawa wanakejeli jeshi la Mungu aliye hai ambao hawajatahiriwa? Na sio hivyo tu. Sasa ili kuonyesha ushindi kamili, aliambia Goliathi hivi, leo hivi kichwa chako nitakata. Bwana atakutia mikononi mwangu. Nitakata kichwa na nitalisha mwili wako ndege wa mbinguni na jeshi lako lote. Swali ni je, ameona ushindi? Hiyo ni ishara ya imani, na imani thabiti katika Mungu. Anatangaza ushindi katika eneo la adui. Kwa maana kwa hali zote Wafilisti walikuwa wamewashinda. Waisraeli walikuwa wamejikunja, wameogopa, wamekimbia. Sauli alikuwa amebaki peke yake. Wale walikuwa wanaitwa makamanda wamepotea kwa woga. Lakini ni nini Daudi alisema? Kwa ujasiri wa kimbingu, kwa ujasho wa Roho Mtakatifu na kuishwa nafsi, alisema leo hii Bwana atakutia mikononi mwangu. Nitakata kichwa, nitalisha ndege angani, na jeshi lako lote litakuwa ni chakula cha ndege. Na ilikuwa hivyo. Jambo jingine nilipokuwa naangalia katika Biblia, angalia Danieli pia katika tundu la simba. Waliomrusha walijua leo atakuwa chakula cha simba. Lakini Daudi alisema nitasimamia Mungu kwa uaminifu. Mungu akatangaza ushindi na ukweli. Kumbuka hata mfalme mwenyewe vile alisema, hebu Mungu unayemtumikia wakati wote akuokoe. Alimuokoa. Katika ngome ya mwovu, katika ngome ya adui, katika ngome ya shetani, hapo ndio ushindi uliweza kuonekana, na ushindi mkubwa. Kumbuka mitume wa Yesu, Petro na Yohana wako gerezani, wamefungwa na wamezingirwa na jeshi kubwa, wane 16, na nje bado kumefungwa, tena umefunganishwa na minyororo. Waliimba, wakamsifu Mungu. Je, ushindi ulionekana katika ngome ya mwovu? Ushindi mkubwa. Watu wa Mungu, kutangaza ushindi katika ngome ya adui ni muhimu sana, katika eneo la adui. Ukisoma Matendo 16 utaona pia Paulo na Sila walipokuwa hapo walifanya nini? Paulo na Sila ndio nimekumbuka Paulo na Sila waliimba wakamtukuza Mungu. Waliimba mpaka gereza wakashangaa. Ndio Mungu akavunja ile minyororo. Nuru ikaangaza mpaka yule mlinzi akashangaa kwamba wamekimbia, wametoroka. Akawaambia tuko kutangaza ushindi katika eneo la adui ama eneo la shetani. Kwa hivyo mpendwa, kuna mfano mara nyingi, kuna mahali watu tunaacha hata kuhubiri kwa sababu tunasema hapa mahali watu wako hapa sijui pengine ni watu hata wasikii injili nini. Unajua shetani amewatawala. Mungu amesema hapo tuende, kwa maana ushindi umetangazwa katika eneo la adui. Ikiwa tutashirikiana na Mungu, tuende kwa ujasho wa Roho Mtakatifu, tuende kwa imani ile, tutaona. Daudi hata hakuwa kwa vita. Yeye amekuta kwamba neno la Mungu linakejeliwa na wanaokejeli watu wasiomjua Mungu, akasema niko tayari, nitaenda kwa maana Mungu amenitumia, atanitumia hata leo. Akaleta ushindi na Mungu akainuliwa. So hii kutangaza ushindi katika eneo la adui ni kauli ya imani. Ukisoma Warumi 4:17, maandiko yanasema hivi, uifanya vitu visivyo kuwapo kana kwamba vipo. Yaani ushindi unatangazwa hauonekani, lakini kwa kutamka inaonekana kana kwamba iko na inatokea. Kwa hivyo ni kauli ya imani ambayo Mungu naomba anipe na wewe uomba akupe. Tunahitaji kama Wakristo.
Pia ukisoma katika Mathayo 28:18 ni kauli ya utawala wa Kristo, kwamba unapokuwa na imani jueni kwamba pia Yesu ndiye anatawala. Amesema mamlaka yote nimepewa mbinguni na duniani. Kwa hivyo kuwa na hiyo imani kwamba hata kama vitu viende sawa, kauli ya imani ujue kwamba utawala wote ni wa Yesu Kristo. Jambo jingine nilipokuwa nasoma, ushindi unatokana kwa sababu tunayemwaminia na uwezo. Unajua, kwa mfano nikitumia mfano wetu wa Kenya, ukitegemea MCA ilihali yeye ako chini ya governor na mwingine ategemea governor, wa governor atakushinda kwa maana ana mamlaka kuliko nani? Yaani kuonyesha kwamba kauli ya ushindi ni kutokana kwamba Yesu ana mamlaka yote. Kwa hivyo yani usiwe na mashaka ukimwaminia. Ujue kwamba ni yeye amesema na atakupa ushindi, na utawala na nguvu na uwezo wote uko mikononi mwako. Kwa hivyo iwe ni imani hiyo. Wacha nisome hii. Ukisoma Wakorintho wa 2:10 maandiko yanasema jambo fulani. Wakorintho wa 2 kwamba kutangaza ushindi katika eneo la adui ni tendo la vita ya kiroho. Sikia vile Paulo akiwaandikia Wakorintho anawaambia hivi. Wakorintho wa 2:10 maandiko yanasema hivi: maana silaha zetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Elewa hivyo. Katika hii vita kama Wakristo tuna silaha za kipekee, silaha ambazo zinazidi za kinyuklia, zinazidi zote ambazo za kidunia, kwa maana ni za kiroho na zinaleta ushindi na kuangusha ngome ngapi? Zote. Usisahau hivyo. Ndio maana sasa tunatangaza kwa neno la Mungu. Unapotangaza ushindi katika neno la adui, sio maneno yako, unatangaza neno la Mungu. Kwa mfano, kama ni ugonjwa, unatangaza ushindi kwa maana kama ni shetani amekuteka kwa siku nyingi, unasema kwa mujibu wa Zaburi 103, Mungu ameahidi kunisamehe maovu yangu yote na kuniponya magonjwa yangu yote. Unadai ahadi Isaya 53, kwa kupiwa kwake nitapona. Haleluya. Na amesema hakuna ugonjwa na mshinda. Yaani tunatangaza ushindi kwa neno la Mungu, sio neno la mtu. Hiyo ndio sehemu nyingine ningependa uelewe na kushika na kuzingatia. Au tangazi ushindi kwa kifua chako ama kwa maneno ya kinywa chako, kwa maneno ya Mungu. Ndio maana kumbuka hata Daudi alipoenda kwa vita alisema, ninakuja kwa jina la Mungu aliye hai, aliyenishinda. Alinishindia wakati dubu alikuja na simba kuchukua kondoo. Yaani tangaza kwa neno la Mungu. Tena pia tangaza ushindi kwa maombi. Je, unajua maombi ni silaha, na ni silaha ya kipekee ya Mkristo. Maombi, unajua hata tunaimba maombi pekee ndiyo silaha, maombi pekee ndiyo silaha. Tunaomba mara ngapi? Omba. Vijana wanapenda hiyo wimbo. Kwa hivyo maombi ni silaha ya kipekee. Ndio maana unaona tunahimizwa kwamba maombi zaidi, nguvu zaidi. Maombi kidogo, nguvu kidogo. Tangaza ushindi kwa maombi. Jambo jingine, tangaza ushindi kwa sifa. Unakumbuka Mambo ya Nyakati wa 2:20, wakienda vitani, waliotangulizwa ni nani? Waimbaji waliokuwa na nia moja, wakamtukuza Mungu. Mungu akaleta kuchanganyikiwa kwa maadui, confusion, wakachanganyikiwa. Wawili wakageukia mmoja, wakamaliza tena, wakamalizana wao wenyewe. Tangaza ushindi katika eneo la adui kupitia kwa sifa. Swali ni je, wewe unamsifu Mungu? Unatoa sifa kwake? Mungu atukuzwe kwa mambo makuu, upendo wake ulitupa, Yesu aliyejitoa maisha yake, tuwe nao uzima wa milele. Msifu, msifu, dunia sikia, msifu, msifu, watu wafurahi, na uje kwa Baba, kwa Yesu mwana, ukamtukuze kwa mambo makuu. Sifu Mungu. Nyimbo za sifa zinaleta ushindi mkubwa. Nyimbo za sifa. Paulo na Sila walifanya nini? Ni nyimbo za sifa, na mbingu ikashuka, malaika akakuja akavunja minyororo. Sifu Mungu. Tangaza ushindi katika eneo la adui kwa sifa zako. Sio hivyo tu, tangaza ushindi kwa eneo la adui kwa utiifu wako.
wakati wote wa Israeli walipiganiwa vita na Mungu na kushinda, walikuwa watiifu. Ndio maana nikikupatia mfano kisa kimoja, wakati wa Balaam alikuwa anataka kuwalaani wa Israeli, lakini maandiko yanasemaje? Mungu anasema sijaona uovu, sijaona ubaya. Na kwa sababu ya hakukuwa na ubaya na uovu, ndio maana ushindi ulikuwa nao. Hata ukijaribu kuwalaani hakuna laana. Lakini ile siku walitekwa, wakaingia dhambini, wakafanya uzinifu na wale wanawake wa Moabu, walipigwa vita, walishindwa na aibu kubwa. Kumbuka wakati wa Jericho walikuwa na Mungu, walishinda. Lakini Akani alipochanganyikiwa na akatekwa na tamaa, akachukua kitambaa cha Wababiloni ambacho kilikuwa kimelaaniwa, alileta laana kwa Israeli, wakashindwa vita. Tangaza ushindi kwa utiifu wako. Tii sauti ya Mungu. Ndio maana ushindi ni wako. Watu wa Mungu, ukisoma Wakolosai 2:14-15 pia tunaonyesha samani udhibiti wa ushindi wetu msalabani. Kwa maana maandiko yanasema alipokufa msalabani aliaibisha nguvu za kifalme na mamlaka. Kuna udhibiti wa ushindi wetu katika msalaba. Msalabani pa Mwokozi, hapo niliomba upozi. Msalaba wa Yesu na usisahau jamani. Kwa hivyo msalaba ndio uliofanya eneo la shetani kuwa mahali pa aibu yake. Shetani alifikiria kwa kumtundika Yesu msalabani, sasa amemaliza. Kumbe katika hali hiyo ushindi mkubwa kupatikana kwa ajili yetu wa Kristo. Akaaibishwa, akaanikwa. Mungu anatangaza hata leo ushindi katika eneo la adui. Shirikiana naye. Ninataka kushirikiana naye, na mimi kwa uwezo wake, kwa neno lake, kwa utiifu, kwa maombi, na mimi natangaza ushindi katika eneo la adui. Naomba nikusomee nukuu zifuatazo ili tuweze kuona, tukamilishe, tuombe. Inasema hivi, kitabu inaitwa kitabu cha kipekee, inaitwa Wafalme na Manabii. Inasema hivi, ukurasa 176, inasema ahadi za Mungu ni za hakika. Hata kabla ya kuonekana kwa macho, Mungu hutaka tujikite kwenye ahadi, si mazingira. Mungu nisaidie, hata mimi imenigusa. Kwamba ikiwa unafahamu ahadi za Mungu, jua ni za hakika. Anataka wewe hata kabla hujaona kwa macho. Ndio maana tunaitwa tuenende kwa imani wala si kwa kuona. Mungu hutaka tujikite kwenye hizo ahadi, si mazingira. Yaani usiangalie hali ya kwako, sina nini. Tazama ahadi za Mungu. Kwa maana kama ni kupungukiwa, Mungu anasema hivi, ana uwezo kutimiza mahitaji yetu kulingana na utajiri wa utukufu wake. Kama ni magonjwa, yeye ni tabibu mkuu. Kama ni vita, yeye ndio jemedari mkuu. Mikaeli anapambana vita. Nimependa hii, nitaitafakari sana. Ahadi za Mungu ni za hakika. Tujikite sio kwa mazingira, tujikite kwa ahadi zake. Nukuu nyingine inatoka kitabu inaitwa Vizazi Vyote, Tumaini la Vizazi Vyote. Inasema hivi, palipoonekana pa ushindi wa shetani, ndipo palipogeuzwa mahali pa ushindi wa Kristo. Nasema amina, nasema amina, na tena nasema amina. Palipoonekana pa ushindi wa shetani, ndipo paligeuzwa kuwa mahali pa ushindi wa Kristo. Bwana anatangaza ushindi eneo la adui. Bwana analeta ushindi, anabadilisha ngome ya adui kuwa madhabahu ya utukufu wake. Katika kitabu cha Pambano Kuu, kurasa wa 606 mpaka 608, kuna mambo huku. Tunaambiwa katika Pasaka ya mwisho ya ulimwengu, neno la Mungu litahubiriwa kwa nguvu kati ya upinzani. Ni kweli, wakati alama ya mnyama imewekwa, ni vita vikali. Dunia yote itageukia watu wa Mungu. Yaani kama wakati wa Yesu, dunia ilimgeukia na yeye ndiye alikuwa anawasaidia na waponya na watibu. Wakati wa wanafunzi wa Yesu, dunia ikawageukia, ndivyo ilivyo, itakuwa hivyo. Eneo la adui litakuwa mahali pa utukufu wenye nguvu. Mungu nisaidie, nipe neema, niwepo na nisimame, nilete ushindi huo, na mimi nikitambulishe kama watoto wa Mungu waaminifu. Nukuu nyingine nzuri sana, kitabu inaitwa Huduma ya Afya. Inasema hivi, sifa kwa Mungu inalikimbiza giza na kulifukuza jeshi la shetani. Kumbuka, njia mojawapo ya kutangaza ushindi ni kupitia kwa sifa.
Kwa hivyo tunapotoa sifa kwa Mungu, giza linakimbizwa na jeshi la shetani linafukuzwa. Toa sifa kwa Mungu, ondoa giza, fukuza jeshi la shetani. Ahadi za Mungu ni hazina. Kwa kila changamoto kuna ahadi inayolingana nayo. Ugonjwa, vita, kukata tamaa, kulemewa, ahadi iko kwa kila changamoto. Kama omba, soma Biblia, utaanza kuipata. Uliza wale ambao wamesoma Biblia, atakupa mafungu ili uweze kujikita hapo. Watu wa Mungu, ahadi za Mungu ni hazina. Kwa kila changamoto kuna ahadi inayolingana na changamoto yangu. Kwa hivyo tangaza neno la Mungu ili upate ushindi katika eneo la adui. Haleluya! Ndio maana Yesu alipojaribiwa alisema imeandikwa. Tangaza nawe leo utashinda. Inua sifa kwa Mungu, vile tumeona vile Paulo na Sila, ili kwa kuinua sifa tunafukuza giza na tunakimbiza na kufukuzia mbali majeshi ya shetani. Simama katika utiifu, kwa maana maandiko yanasema tutiini Mungu, tumupinge shetani, atatukimbia. Hiyo ni Yakobo 4:7, usisahau hivyo. Kwa hivyo unapokuwa upande wa Mungu, ushindi ni hakika dhidi ya mwovu shetani. Pia ukumbuke kuna damu ya mwana kondoo. Ufunuo 12:11 inasema walishinda kwa damu ya Yesu Kristo na ushuhuda wa imani yao. Usisahau pia, shikilia ahadi kwa kusimama. Waefeso 6:13 inasema shikilia ahadi na usimame. Hata mazingira yasipoonekana yanatumaini, hata yakijaa giza, simama. Kwa hivyo leo unaweza kuwa unapitia shida, upinzani, majaribu, udhaifu, mashambulizi, lakini katika ile eneo ambalo shetani anaonekana kuwa anatawala, ukitangaza neno, ukiomba, ukitoa sifa, ukisimama katika ahadi za Mungu, ushindi ni wako na Mungu anaweza kuinuliwa. Kwa hivyo leo, dada yangu na kaka yangu, na kutangazia kwamba eneo la adui, Yesu ametangaza ushindi huko kwa ajili yako. Katika eneo la adui, Kristo tayari ameshinda. Katika eneo la adui, ushindi umetangazwa. Tumeona Waisraeli katika jangwa, tumeona Daudi wakati wa Goliathi, tumeona Danieli katika tundu la simba, hata Meshaki, Shadraka, Abednego ndani ya moto. Mungu anajidhihirisha, na hata mfalme ambaye alikuwa anataka kuangamiza anasujudia na anamtukuza Mungu wa mbinguni. Leo ushindi umetangazwa katika eneo la shetani. Naamini Yesu, utakapoenda naye, ushindi ni wako katika jina la Yesu. Na kutangazia ushindi katika eneo la shetani, na Mungu asidi kupigania kwa jina la Yesu. Baba wa neema, bariki msikilizaji wangu, muinue kabisa, msaidie aelewe kwamba ushindi umetangazwa katika eneo la shetani, katika eneo la adui, na ushindi ni hakika tunapojikita kwako. Hebu tujitoe kwa imani na tuwe na kauli ya imani iliyo hai. Tudhibitike katika ushindi wako. Tutangaze ushindi kupitia kwa neno, kwa sifa, kwa maombi na kushikilia ahadi zako. Tubariki mpaka tuonane tena, kwa jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Amen. Barikiwa, tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Asanteni.